Na kumekuwa na mjadala unaendelea nchini Tanzania kuhusu bajeti yake ambayo zaidi ya takriban robo tatu ya bajeti hiyo ni bajeti ya kujitegemea, kwa maana ya kwamba makusanyo ya ndani. Na ukijaribu kutazama kwa jicho la kiuchumi utaona kwamba moja kati ya vitu vinavyosisitizwa ni uchumi wa kidijitali na ushuru ambao utakuwa unakusanywa zaidi katika mazingira ya kidijitali. Na ukichambua bajeti hiyo kwa kina zaidi utagundua kwamba sasa nchi inakusudia kujiimarisha kwenye kile kinachoitwa cashless economy, kwa maana ya kutumia masuala ya kidijitali zaidi katika kutengeneza uchumi. Lakini tunajiandaa vipi katika uchumi wa kidijitali? Vitu gani ambavyo tunaweza tukavifanya digital badala ya kutuletea changamoto ikatusaidia kuweza kukuza uchumi wetu? Tutazungumza hapa kuhusiana na hili na tutazungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi na fedha Balkis, lakini tutazungumza pia na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Jad na mfanya biashara kutoka nchini China. Bila kusahau tunaye mtaalamu wa masuala ya tehama hapa Yusuf Kileo, ambaye naye atatupa uzoefu wake ni kwa namna gani tumejiandaa kutumia cashless economy, uchumi wa kidigitali. Tukianza na mtaalamu wa uchumi na fedha Lydia, cashless economy, uchumi wa kidigitali, tukizungumza kuhusu hilo Irene tutakuja kujiunga na Lydia hapo baadaye. Irene, tukizungumza kuhusu uchumi wa kidigitali, huu ni uchumi wa aina gani hasa? Kwa kweli ukiangalia tunasikia sana uchumi wa kidigitali au cashless, tunaambiwa tuende kwenye cashless society. Huu ni uchumi ambao hatutakiwa kutumia fedha taslimu, sarafu, karatasi na namna hizo. Kwa hiyo cashless society ni miamala ambayo itakuwa inafanyika kwa njia ya kielektroniki pasipo kutumia zile tangible money ambayo ni sarafu, hizi pepa. Kwa hiyo tunafanya miamala yote kwa kutumia njia ya kielektroniki. Sasa Yusuf, umezunguka katika mataifa mengi huko pamoja na kuwa mtaalamu wa tehama. Unaweza ukatuambia ni kwa namna gani huko wanatumia haya malipo ya kidigitali? Swali zuri sana dada yangu Balkis. Ni kwamba kuna kwenye mataifa mengi, tukiangalia hata majirani zetu hapa, unakuta mpaka ukienda kwenye mchuuzi mdogo mdogo anauza nyanya gengeni, daladala, sijui kipanda, hizi bajaji, pikipiki, zote wanakubali ama wanapokea pesa kwa njia ya kimtandao. Na kilichotokea ni kwamba siku moja nilikuwa naongea na baadhi ya wabunge bungeni kule, nikawaambia ilifikia wakati unasahau kubeba cash. Yaani umezoea kwamba ukiwa na pesa kwenye simu tu inatosha, you can go anywhere, unafanya kitu chochote. Tofauti na sehemu nyingine, mfano hapa ulikuwa ukifika, kuna sehemu ukifika unalazimika kutumia cash. Kwa hiyo nafikiri kwanza nimefurahi sana kuona kwamba kuna hii azma ya umura ambayo Mheshimiwa Rais amesema kwamba kwa sasa anatamani sana tusishindwe tuende kwenye hiyo ajenda ya uchumi wa kidijitali. Lakini vile vile jinsi tutakavyoweza kufikia huko, kuna mambo mengi ambayo nafikiri kama nchi tutabidi tujitahidi kuyafanyia vizuri ili iweze kutusaidia kuweza kufika kwenye hayo malengo. Na eneo moja kubwa ama mawili ya kwanza, kabla sijaendea kwenye lango la msingi ambalo na huwa natumia siku zote, ni kukuza hii uelewa kwa wananchi. Unajua kuna mtu mwingine akishapata pesa kwenye simu anataka kukimbilia kwenda kutoa. Tena wengine wanakwambia nitumie na kutolea. Kwa hiyo kuna ile mentality kwamba lazima niwe na cash ndio inaweza. Kwa hiyo lazima kuwatoa watu hapo, lazima tuwe na elimu ya uelewa kubwa sana, digital literacy. Kwa hiyo kuliko kutuma na ya kutolea, sasa
ukituma utume na ya kukatwa kale kakodi kadogo kakufanyia miamala. Cha kufanya miamala. Lakini eneo la pili ni hiyo masuala ya kuhakikisha kwamba kuna miundombinu, kwa sababu unaenda ukafika sehemu nyingine unakuta hakuna hizo infrastructure kwa ajili ya kufanya cashless economy. Unakuta labda hana POS zile ama hana hizo lipa namba na vitu vingine ili kuruhusu wewe ufanye muamala wa namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri hayo maeneo mawili kwa awali, nafikiri kama nchi tukiweza kufanya vizuri tukayasukuma kwa nguvu, ukilinganisha kama ulivyoniuliza mwanzo, ukilinganisha na wenzetu nje walivyo, ndio maeneo ambayo nafikiri pa kuanzia tukaweza tukapiga hatua. Na mimi mara zote huwa nasema kwamba eneo hilo, hayo maeneo mawili lazima washirikiane, wale watu wa huduma, makampuni ya simu na mabenki na serikali. Wasaidie kutoa elimu ya uelewa na waweke hivyo miundombinu vile vinapatikana kwa urahisi kwa kila mtu. Iwe kila mtu anaweza kuwa na hizo lipa namba, hizo POS zinapatikana kwa urahisi ili watu wawe wanaweza kufanya haya mambo kwa urahisi katika maeneo yao, mazingira ya kinyumbani. Nafikiri kwa kuanzia hiyo ndio sehemu yangu ya kwanza naweza kuzungumza hivi. Na ukijaribu kuangalia mifumo yetu ya fedha, mifumo yetu ya malipo, mifumo yetu ya transactions, unaona Tanzania ina utayari kiasi gani kuingia kwenye aina hii ya uchumi? Irene. Ukiangalia kwa sasa naona push kubwa imefanyika hata kwenye bajeti iliyosomwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ukiangalia wanatamani kuimpose sasa hivi kwa yule mfanyabiashara anayeanza kusajiliwa. Cha kwanza miongoni mwa vitu ambavyo walisema apewe kama tilivyo requirements nyingine. Cha kwanza unalipa namba. Tunakupatia pamoja na kuwa na TIN number, zile QR codes, yani hizo ni requirements za yeye kuanza kufanya biashara, lazima tumforce kwenda huko. Kwa ukiangalia kwa sasa hivi utayari kwa Tanzania, naweza tukasema ukiangalia kwa mwaka 2025 takriban miamala kama milioni 651 imepita kwenye TIPS. Ambao ni takriban kama trilioni kama 64 hivi zimepita kwenye TIPS kwa mwaka 2025. Sasa ukiangalia utayari kusema kwa Tanzania, inawezekana utayari upo, lakini sasa kama alivyosema miundombinu inatusupport kwenda huko. Kwa hiyo Tanzania utayari tunaweza tukasema upo, lakini ukiangalia bado pia push kubwa sana inatakiwa ifanyike, sasa kwa hawa ambao bado wana huo uwezo wa kuwa na kumiliki hata simu. Ukiangalia tukienda kwenye uchumi wa kidigitali, itatulazimu tuwe tuna simu za mkononi, tuwe tuna kitu ambacho kitatusaidia sisi kufanya miamala ya kielektroniki. Sasa hivyo hizo miundombinu kwa sasa kiangalia tulipo hapa, je, tuna uwezo huo kama Tanzania, kama serikali yetu? Hiyo miundombinu inapatikana? Na kama inapatikana, je, kwa yule mwananchi wa hali ya chini kabisa aliyoko kijijini anaweza akamudu? Kwa hiyo utayari unaweza kusema unaweza ukawepo kwa Tanzania, lakini je, serikali kupitia bajeti iliyopitishwa inatusupport vipi sisi kuelekea kwenye upande huo wa kuwa na uchumi wa kidigitali? Kwa hiyo naweza nikasema hivyo. Na kwa upande wako unaona bajeti ina support kwa kiasi gani? Hapo sasa kweli ndio swala la changamoto. Tukiangalia bajeti nimeisikiliza vizuri, nilikuwa natamani nisikie tumepunguza labda tozo za miamala kwa kiasi fulani. Kiukweli bajeti wamepushi sana cashless, lakini ukiangalia kwenye upande wa tozo haijasema chochote. Okay. Kwa hiyo ni swala sasa sisi kama wadau wa sekta ya fedha kukaa tena kuangalia namna gani sasa hizi tozo za miamala zitaweza kutusapoti sisi kupeleka hii ajenda kwa wananchi, kwa sababu wananchi wako tayari kwa mapokeo, lakini mapokeo tutategemeana na tozo zitakazokuwa zimewekwa. Kwa hofu iliyopo kwa wananchi ni kuhusu tozo, kwamba nikilipa kwa njia ya simu kuna tozo ambazo zipo, makato ambayo inawezekana hiyo ikawafanya watu wakarudi tena kwenye keshi. Sahihi. Kwa mimi naweza nikashauri fedha pia bado kuna makato. Si ndio mimi nilikuwa nilikuwa nataka kusema ni kwamba na mimi ningekuwa kwenye position kama nchi tungepiga hatua endapo tunge fine tune ama tuweke mazingira magumu ya ile pesa iliyopo kwenye simu kutoka kuliko kuizungusha kwenye kimtandao. Maana yake upunguze tozo kwenye kupunguza kwenye anapotuma ama anapolipa, lakini anapokuja kutoa uje uhakikisha kwamba kule unamfanyia mazingira yanakuwa magumu ili umfanye mtu apate uzito wa kutoa ile pesa kuliko aizungushe. Na nimeona kuna kitu kama hicho kinatumika. Ndio maana sasa hivi kuna watu wanatumia zile lipa namba wakati mwingine hata kuchukua cash. Kitu ambacho nafikiri
na chenyewe pia kinachagiza kwamba mtu anaona kwamba kule kuna urahisi fulani, lakini bado tunatakiwa tu fine tune, tuendelee kupunguza upande ule wa kuzungusha pesa na tuje tuongeze kwenye upande wa kutoa pesa. Ndio hichi dadangu anachozungumza hapa. Irene, pia utusaidie hapo, hichi ambacho amekizungumza Yusuf kina faida gani kiuchumi? Fedha inapozunguka ikiwa kwa cash au fedha inapozunguka ikiwa kwa njia ya mtandao, hiyo ina faida gani? Hiyo kwa ukiangalia kwa asilimia kubwa, naona faida ni kubwa kwenye upande kama fedha ikizunguka ikiwa kwenye upande wa kielektroniki au digital. Kwa sababu gani? Mamlaka ya mapato au serikali kwa ujumla inaona fedha halisi. Yaani wanasema haina haja ya kwenda kufanya accounting au nini, kwa sababu tayari mfumo una capture hizo taarifa katika wanaita real time wakati huo huo. Kwa hiyo itakuwa na faida, kwa sababu pia hata ukiangalia upande wa kufanya planning au kufanya budgeting ya serikali, ukiangalia kwa miaka ijayo, kuangalia kwa dira ya mwaka 2050, kama ingekuwa tumeshafika kwenye cashless, hata ku predict inflation au inakuwa ni rahisi, kwa sababu fedha tayari inakuwa captured in real time. Lakini ukiangalia sasa hivi, japo wengine walikuwa wanasema inawezekana ikaendelea ikaba tukienda huko ita capture aba ita attract inflation, lakini ukiangalia kiwalisia fedha ni zile zile, sema tunacho transform ni kutoka kwenye makaratasi kwenda kwenye kielektroniki. Kwa hiyo itasaidia sana serikali pia kupata ile information ya real time. Na ndio maana kuongezea nchi nyingine wamekuwa wakitoa mpaka tozo zote kwenye eneo hilo, kwa sababu anaamini kwamba kwanza watapata hizo taarifa sahihi. Yaani wewe sasa hivi huwezi kwenda ukamwambia unamkadiria mtu mapato, kwa sababu tayari ulikuwa unaona alifanya miamala kiasi gani, alipokea pesa labda milioni 3. Yeye hana sababu hana uwezo wa kuja kudanganya kwamba alifanya kazi ya 300,000. Wakati unaona kabisa kwenye muamala wake unakuwa na milioni 3 na kodi inaweza kukadiriwa vizuri kwa staili hiyo. Kwa hiyo ndio maana inapelekea nchi nyingi wanapoingia kwenye cashless economy wanaanza hata kwa kuumia. Ukiangalia mfano majirani zetu hapa wameanza kwa kuumia kiasi kwamba hata ukituma zile pesa hakuna makato yoyote. Ukifanya zile lipa namba kule wanaita buy goods, unakuta hakuna mkato yoyote, zero cost. Lakini wao wanajua wapi wataenda, inaenda kuwasaidia. Ndio hicho alichokuzungumza vizuri sana. Na hii tukilitambua vizuri, baada ya muda tunaweza tukaona sasa hata mapato yanaongezeka. Kwa sababu udanganyifu unakuwa haupo. Mtu hawezi kudanganya wakati wewe unaona kabisa miamala iliyopita kwako ni milioni 3 na naambiaje ni 200,000. Lakini kwa kupitia cash mtu anaweza akwambia hata nimelipwa 200,000, lakini kumbe alifanya miamala amepewa keshi ya zaidi ya milioni 3. Sawa kabisa. Hebu tupate uzoefu pia wa mataifa mengine. Mataifa ya Ulaya yamekuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya vizuri kwenye matumizi ya fedha ambazo zipo, ambazo sio fedha taslimu, sema cashless. Abdulaziz Jaad yuko London nchini Uingereza. Jaad, karibu sana. Asante sana. Mfumo wa manunuzi na mauzo kwa hapo Uingereza uko vipi? Ni kwa kiasi gani mnatumia cash na ni kwa kiasi gani mnatumia fedha ambazo hazipo kama fedha taslimu? Kwa kiasi kikubwa Uingereza kama nchi nyingine nyingi za Ulaya sasa hivi uchumi ni uchumi wa kidijitali, na pesa taslimu za noti zimepotea kiasi kikubwa. Miaka 10 tu iliyopita Uingereza ilikuwa ni 50% ya watu wanatumia noti na 50% wanatumia digitali, kadi za kielektroniki. Lakini kwa sasa hivi takriban 90% ya wananchi wanatumia miamala ya kutumia kadi za kielektroniki. Na mifumo ni thabiti kiasi gani katika kurahisisha matumizi ya miamala ya kielektroniki? Kiasi kikubwa sana. Hichi ndio kinachobeba msukumo wa kutumia matumizi ya uchumi wa kielektroniki, kwa sababu mawasiliano na teknolojia teknolojia mawasiliano ni imepevuka na iko stable kiasi kikubwa, ambacho kiasi mabenki, ATM, mashine za kutolea pesa, mashine za kulipia katika maduka zote zipo kwa 99.999, tunaita 95s, yaani 99.999 zinakuwa hazianguki, ziko juu. Kwa hiyo teknolojia ni kiungo muhimu sana ambacho kinasaidia katika
kuwezesha mfumo huu uwepo kwa wakati wote, na mabenki yanatumia zaidi, na kinyume kidogo na Afrika, ambapo Afrika tuna wimbi la kutumia simu zaidi ambazo hazitumii internet wakati wote. Huku tunatumia zaidi kadi, na kiasi kikubwa sana mabenki ndio yanasukuma badala ya kampuni za mawasiliano kama kampuni za simu za Afrika. Sasa kwa wastani unatumia muda gani kulipia unapopata huduma ama bidhaa? Ni sekunde tu, kwa sababu nyingi sasa hivi wanaita contactless, ambazo zina chip ile kielektroniki ambazo unagusisha tu na unaweza kuingia. Kwa mfano unapotaka kuingia katika usafiri wa treni, katika geti pale unagusisha tu, ukigusisha ni sekunde zisizozidi 3, geti linafunguka, unaendelea mbele. Na madukani ni mfumo huo ambao unaweza kutumia paka paundi 300 kwa mfano kwa hapa, ambao ni takriban milioni 1 kwa kugusisha tu na kuondoka. Lakini zaidi ya paundi 300 au benki nyingine za 500 inabidi uingize pini namba yako ya siri ili uweze kuruhusu muamala. Na jadi usalama wa kifedha ukoje kwa watumiaji? Fedha zao zinakuwa salama kwa kiasi gani? Kiasi kikubwa usalama upo, kwa sababu kwanza paka ili uje upate kadi tayari kuna ile kitu katika benki tunaita KYC, know your customer. Benki tayari itakuwa imeshakutambua wewe ni nani mpaka kuja kukupa kadi. Kwa hiyo utakuwa umeshatoa kitambulisho chako cha uraia au cha ukazi, ambayo sasa inakutambua pamoja na anwani yako, wapi unakaa. Kwa hiyo kutambulika tayari kumeshapunguza wimbi, nusu ya wimbi la uhalifu. Lakini wakati huo ile kadi inatumia biometric, kwa sababu inaweza ukatumia paka alama zako za vidole, namba ya siri. Lakini ndani ya simu unaweza ukabeba miamala ile ambayo ndani ya simu yako vile vile kuna namba yako za siri pamoja za kutumia biometric. Kwa kiasi kikubwa usalama ni mkubwa, lakini vile vile mabenki kwa sababu yanadhamini mitandao hii imeiwekea bima kiasi kikubwa. Kwa hiyo katika matatizo ya kupoteza pesa kuanzia paundi 1 mpaka 1000 kwa wakati mmoja, mara nyingi mabenki yanalipa bila matatizo yoyote, ikiwa itathibitika kwamba makosa sio ya kwako. Kuna changamoto ambazo huwa zinatokea, kwa mfano huku barani Afrika unaweza ukakuta mnatumiwa message kwamba kuna changamoto ya mtandao kwa benki fulani au kwa mtandao fulani wa simu, na changamoto hiyo inaweza ikakaa kwa takriban hata saa kadhaa, na wakati mwingine inaweza ikazuia kufanyika kwa miamala. Na ni changamoto ambayo huku barani Afrika, hata hapa nchini Tanzania ni changamoto zoefu. Vipi kwa hapo London? London kama nchi nyingi za magharibi tayari mfumo wa ndio kama ile nilipozungumza mwanzo, zile 95, yani 99.999%, asilimia 99.999 mifumo ya mawasiliano inakuwa inapatikana, yani haianguki. Kwa hiyo mifumo yao imewekwa kiasi cha kwamba kuna backup tunaita, ambapo kwamba ikianguka switch moja au ikiandika router moja, tayari ndani yake kuna maendeleo. Hakuna mwananchi au mteja kuona kuanguka. Kwa hiyo si rahisi. Hata umeme unaweza ukakaa hapa miaka hujaona umeme ukizimika, na sio kama kunakuwa hakuna matatizo, lakini ule mfumo kuna kitu tunaita resilience, kwamba ni mfumo himilivu ambapo umetengenezwa kiasi cha kwamba mashine moja ikianguka nyingine inachukua. Kwa hiyo kuna mfumo mwingine tunaita disaster recovery, kwamba ukianguka mfumo wote kikamilifu, basi kuna mfumo mwingine ambao unaweza ukafanya kazi. Kwa hiyo kuna teknolojia ambazo zinahakikishwa zinafanya kazi za kuhimili matatizo kama yale, na sio rahisi kukuta kwamba mawasiliano yanaanguka chini au umeme hakuna na mteja anashindwa kupata huduma. Safi sana, nimependa sana hiyo. Unaweza kukaa mwaka mzima bila umeme kukatika. Na vipi kuhusu maji, kiongozi? Hayo maji nafikiri ndio kabisa, unaweza ukakaa miaka kwamba hakuna matatizo ya maji. Wakati mwingine unasikia tu katika vyombo vya habari kwamba kulikuwa kuna kimbunga au kuna mafuriko sehemu fulani ambayo inabidi sasa wafunge maji, watengeneze maji, lakini hayachukui muda mrefu kusema ukweli. Na umeme ukikatika, basi hata saa 8 usiku watu watakuja, watazima mitambo, halafu watatengeneza na utapatikana. Kwa hiyo katika huduma za hizi tunaita utilities,
maji, umeme na mawasiliano kwa ujumla ni himilivu sana. Sasa ndugu yangu umesikia kile bila shaka huwa akija Tanzania likizo vitu vingi sana vilikuwa kuna mengi vinakwenda kinyume chake. Wakati yeye anakaa miaka bila maji kukatika, kuna mwingine yeye amekaa miezi maji yakiwa yamekatika kabisa. Jihad, tutarejea kwako muda si mrefu, lakini pia tuna mwenzetu ambaye yuko kule China. Kwa hiyo tutatoka kwa Jihad tuende China, alafu tutarudi tena kwake, lakini kwa sasa huko katika teknolojia China ndio wanaongoza sasa hivi duniani. Kwa tutafurahi kusikia na wao wako namna gani, kwa sababu katika teknolojia mawasiliano na fedha wako mbele sana. Kabisa. Sasa Jihad, tutaomba kwa muda huu Balkis, Jihad tutamwomba disconnect leo, sababu tunatumia mtandao wa WhatsApp ili tuweze kumuunganisha tupate experience ya China. Sasa kwa sababu na yeye anatamani kusikia na anayo TV yake pale, kwa hiyo hakuna shida. Kwa hiyo kwenye kusikia atasikia bila shaka. Sasa Yusuf anatamani kuongezea kwenye hili. Jihad ameongea ni jambo zuri sana na naweza share experience ndogo. Ni kwamba kwa mataifa sasa hivi, na ndio wito tunaotoa, makampuni ya simu, watoa huduma hawa ambao wanawezesha huu uchumi wa kidijitali, ifike wakati sasa anapokuwa ameanguka kama walivyolalamika hapa, iwe amepewa time frame kwamba ukianguka kwa muda fulani lazima ujieleze. Kuna nchi, sitaki tu kutaja majina, kuna kipindi mtoa huduma wao wa kifedha wa kampuni ya simu alianguka kwa masaa tu, lakini ilikuwa ni kikao, unatakiwa ukatoe maelezo, umeisababishia nchi hasara kiasi fulani, kwa hiyo lazima ubadilike, uje utueleze kwamba hichi ulichokisababisha kitaleta kitatuletea kitu gani. Kwa hiyo ni mambo ambayo kama nchi tunapaswa sasa tuwekee mikakati kwamba watoa huduma hawa wanaowezesha uchumi wa kidijitali pale tu wanapoanza kuanguka basi wapewe time frame. Inapozidi dakika fulani ama kitu fulani lazima utoe huduma, na kama hivi alivyosema mfumo wa backup lazima iimarishwe ili kuhakikisha kwamba hawa watoa huduma hawaanguki kirahisi. Na kama wakianguka basi wanajua kwamba kuna sehemu wataenda kuulizwa ili kuwaje ukawa umeanguka kwa muda mrefu kiasi hiki na namna gani unapaswa kurudi, ili kuhakikisha kwamba watu wetu wanaendelea kupata huduma na uchumi wetu wa kidijitali uendelee kupiga hatua ambazo tunataka tupige hatua kama nchi. Kwa sababu bila hivyo wao ndio watakuwa kikwazo cha kusababisha, kama hapa Balkisi alivyoongea na mwenzetu kule London alivyozungumza kwamba inawezekana wao ndo wakasababisha wakawa ni kikwazo cha sisi kuweza kufikia ile azma ya Mheshimiwa Rais ya kutaka kwamba nchi yetu iwe ni ya uchumi wa kidijitali, wakati wewe mtoa huduma una kazi ya kuanguka na hakuna mamlaka inayokuweka kuwa answerable kwamba umeanguka kwa sababu gani umeanguka, na utarudi, unatakiwa unalazimika kurudi baada ya dakika ngapi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana, kama tutawekea msisitizo na tukawapa uzito, na sisi kama nchi tunaweza tukawa tumepiga hatua nzuri. Kabisa. Sasa Yusuf, kuna jambo moja ambalo huwa linanipa tatizo kidogo. Sasa hivi wewe ni mtaalamu wa mambo ya IT, cyber na vitu kama hivyo. Unakwenda sehemu kulipia, yule ambaye ana cash akisha anatumia muda mfupi, anachukua bidhaa yake analipia anaondoka. Wewe ambaye unatumia simu unaweza kukaa pale dakika 5 unaambia bana, sijui leo mtandao unasumbua, sijui nini. Tena kwenye kadi unaingiza kadi yako, ukienda kwenye petrol station ukiingiza kadi yako pale unaweza kutumia more than 5 minutes. Sasa sijui shida inakuwa ni nini hasa, lakini tumemsikia mwenzetu anasema kwamba ni sekunde tu anagusisha tu pale tayari ameondoka. Ndio hiyo ndo naambiwa kwamba lazima, unajua kama hakuna accountability yani mtu kwamba wewe una uwajibikaji kwamba wewe umeangusha mfumo wako, unatucheleweshia watu kufanya digital economy. Mfumo wako wewe unatukwamisha, alafu wewe ujielezi popote. Hiyo inasababisha mtu anakuwa amerelax, anaona kwamba kumbe mimi mfumo unaweza ukazimika tu, kumbe sina sababu ya kuwa na backup plan, kwamba huu mmoja umeanguka lazima huu mwingine upiki kwa haraka. Kwa sababu hata kwenye masuala ya usalama tunasema kwamba
nchi yoyote, ndo nimependa alichokizungumza pale, sio kwamba havianguki. Huwa vitu vinaharibika, vitu vinahakiwa, vitu na tunatambua mambo hayo hapo, lakini tunasema kwamba lazima wewe kama taasisi ujiwekee mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba pale unapoanguka kwa haraka sana unarudi katika hali ya kawaida na unaendelea kutoa huduma kwa haraka, ili kuepusha ule mtikisiko wa watu kuendelea kutaabika kwa sababu ya huduma yako wewe kwenda chini. Sawa sawa kabisa. Sasa hebu tuangalie kwa Afrika bwana, nchi ambazo angalau zinafanya vizuri kwenye matumizi ya cashless economy. Kenya inaongoza, tunaambiwa kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, ikiwa na 75%. South Africa nafasi ya pili ikiwa na 70%. Ghana 63%, nafasi ya 3. Gabon 62%, Namibia 58%, Zimbabwe 55%, Tanzania 48.4%, Zambia 44.4%, Jamhuri ya Kongo 42.6%. Angalau hizi ndio nchi ambazo zinafanya vizuri kwenye kutumia, lakini zaidi hizi tunaambiwa kwamba zinatumia mifumo ya wasema ni mobile money, lakini kule Ulaya tunaambiwa zaidi wanatumia mabenki, ndio yanasukuma zaidi, kwa sababu wengi unakuta wana kadi zile za kulipia. Kitu gani ambacho benki zetu zinaweza zikaimarisha, Irene, na zenyewe pia zikawa mstari wa mbele, kwa sababu tunaona ni kama jambo limeachwa kwenye mitandao ya simu peke yake. Yaani Tanzania hatupo hata kwenye top 10. Tupo Tanzania, tupo kwenye top 10. Wanasema angalau 48% ya watu wanatumia, lakini zaidi ni kwenye miamala ya simu. Ni kweli hiyo, pia umeangalia asilimia kubwa. Ukiangalia hata sasa hivi kidogo benki zetu zinaanza kujitahidi, lakini tuseme ile upatikanaji wa huduma za kibenki kwa upande wa Tanzania bado. Ukiangalia kama kwenye simu imekuwa ni rahisi kwa sababu ya upatikanaji wa simu pamoja na zile line na wale mawakala ambao wanapatikana katika maeneo ya karibu na wanajamii au hata vijijini. Ila ukiangalia kwenye baadhi ya maeneo Tanzania hapa nimezunguka, ukifika sehemu ukiulizia hata benki, unaambiwa benki haipo, iko labda kijiji kinachopatikana kule. Sasa mtu anawaza ile uharaka wa kuenda kupata huduma labda ya kibenki, apate kadi, ile kadi imsaidie kufanya muamala. Sehemu anayoenda kufanya muamala hakuna huduma ya kibenki. Kwa hiyo bado kuna haja kubwa sana ya uwekezaji mkubwa sana kwenye masuala ya, nadhani kuna haja ya mabenki au sekta za kifedha kushirikiana. Kwa sababu ukiangalia push kubwa sana hata sasa hivi mabenki na wenyewe wameanza kuingiza mkono wa pili kwenye mitandao ya simu, kuhakikisha pia na wenyewe wanafikisha huduma yao kupitia simu ya mkono. Ndio maana ukiingia hata kwenye menu za simu utakutana na unaweza kufanya miamala ya kibenki. Kwa hiyo bado inahitajika push kubwa kwenye upande wa kuhakikisha hizo huduma zinafikia paka huko wenzetu. Lakini hata baadaye nadhani hata kadi pia zitapotea. Kwa sababu hata hizi pia sasa hivi kuingiza ATM, kuchukua ile kadi, kufanya electronic nini, kuna namna huko mbeleni pia tutakuwa tunahaja pia ya kadi. Kwa hiyo itakuwa tu labda una tap, unabonyeza, unavuta hela yako basi. Kwa hiyo ni na tumeshafika hapo Lydia. Unaweza kufika ATM na ukatoa fedha kutumia simu yako ya mkononi. Na nikupe siri ya Kenya kuongoza. Kenya ilipofika ule wakati wa kuangalia kipindi cha COVID. Sasa COVID unajua ilikuwa kushikana, sijui nini, mambo mengi pale. Sasa rais wa nchi ile akatumia ile kama mwanya kusema kwamba ana pesa, sasa matumizi ya pesa yanaweza akasambaza COVID. Kwa hiyo watu watoke kwenye fedha wote, wahamie kwenye uchumi huu wa kidigitali. Na akaweka incentives kwamba kutakuwa una urahisi kwa staili hii, kutakuwa kuna urahisi kwa staili hii, kutakuwa kuna urahisi kwa staili hii. Kwa hiyo watu wengi sasa kipindi kile cha COVID wakawa wameingia, na unajua uchumi wa kidigitali, ndio maana nilisema unaweza ukaumia kidogo mwanzoni. Ukaumia ukajibana kidogo ili watu wazoe. Unajua watu wakishazoea, mfano mimi sasa hivi ukija ukapata nitoe keshi niwe nayo, inakuwa ni yaani sijazoea. Yaani kwamba hata mtu akiukaba sasa hivi hawezi pata hicho. Yaani nimeshazoea ile unajua, na nimekaa Kenya miaka hiyo mingi, karibu miaka 7-8. Nilikuwa posted kule. Kwa hiyo yani unakuwa umezoea, yani unakuwa mgumu sasa kurudi kwenye ile. Kwa hiyo pale mwanzo wanaweza wakaumia, na kama sasa hivi ukiangalia wameanza sasa kuanza kuweka tozo. Lakini zilikuwa zimeondolewa kabisa. Kuanzia kipindi cha COVID waliondoa kabisa ile kuhakikisha kwamba watu wazoee. Hata hizi sasa zimewekwa tozo. Mtu kurudi kule sasa anaweza asishindwe. Ashindwe kurudi tena kwenye cash, kwa sababu mazoea yameshakuwa
makubwa. Unamaanisha kwamba tu introduce kwanza watu waingie kwanza kwenye cashless, afu tozo tutakuja kuziweka yani tuweke buffer time ili watu kwanza wazoee, utengeneze mazingira magumu kwenye kutoa pesa na kadhalika, ili watu wakishazoea sasa momentum ikishakuwa nzuri. Katika mtazamo ule, kwa mfano mtu akianzisha biashara anapewa muda kwanza, akisha labda angalau mwaka mmoja biashara yake ikishaanza kukomaa ndo sasa wanaweka kodi, si ndio? Katika mtazamo huo mazingira magumu kwa sababu tunatuma fedha, tunalipa kupitia Azam Pesa bila tozo yoyote, zero kote kote kupitia Azam Pesa, na tunafanya malipo mbalimbali, luku, kisimbuzi, tunalipa usafiri wa anga, usafiri wa meli, SGR na vitu vingine kutumia Azam Pesa, na ni bure kabisa. Na ndio hicho nilisema kwamba lazima makampuni haya yashirikiane na serikali, kwa sababu hizo sasa ni kampuni kama kampuni inajaribu kuwashawishi watu wake watumie hizo nani. Kuna wengine mpaka wanaleta zawadi, unafanya miamala hivi unaweza kupata hiki, unafanya miamala kwa njia ya mtandao unapata hiki. Kwa hiyo ile zote zile ni kuhamasisha, yani lazima kuwa kuna serious campaign kwamba tumeamua kama nchi tunaenda huku. Sasa tunajipangaje kama nchi? Kwa hiyo na serious campaign kwamba unaweka zile incentives mbalimbali kwamba watu wanapotumia digital economy kuna urahisi huu. Kama hivyo unasema tozo hakuna. Sijui kuna wale wengine pia wanasema sijui hakutakuwa na makato. Sijui utarudishiwa. Kuna wengine wanakuambia tutakurudishia makato yako yote. Na vitu kama sasa ukiweka vile una ile hamasa ile ya wananchi ndio unawazoesha sasa kwanza kwenda kwenye hiyo digital. Ule leo anatoa mifano yetu kabisa. Ukilipia kisimbuzi cha Azam TV kupitia Azam Pesa shilingi 35 unarudishiwa shilingi 7,000 kwa sababu umelipia kutumia Azam kabisa. Lakini tuguse kundi la wafanyabiashara. Miaka kadhaa nyuma tumekuwa na matukio ya good luck. Naam, sasa wakati unaweka vizuri swali hilo, hebu tuende kwa Jahad. Jahad, tulijaribu kupata uzoefu pia hapa nyumbani, lakini tumekusikia pia ulivyokuwa unatupa uzoefu wa huko ughaibuni, hasa kwenye ile spidi unaonekana katika hizi nchi za Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo Benki ya Dunia inatoa takwimu kwamba 90% ya miamala ya biashara ya retail, ya biashara ya rejareja inafanyika bado kwa njia ya cash, na moja kati ya sababu ambazo zinaelezwa ni kwamba bado hakuja na spidi kubwa katika kwanza kuhamasisha matumizi ya cashless economy, lakini pia hata ile mifumo bado haijawa imara kuweza kurahisisha matumizi hayo. Sasa ni kitu gani ambacho unadhani nchi hizi zinaweza zikafanya ili kuwa na spidi hiyo ambayo umetueleza iko hapo Uingereza? Kwanza labda tuangalie historia kidogo. Kwa mfano Tanzania, internet imeingia katika mwaka 1995-96 mpaka 97 ndio internet imeanza kuingia. Kwa hiyo wakati ule internet imeanza kuingia, lakini simu za mkononi ndio kwanza, Mobitel, Tritel ndio zilikuwa zinaanza kuingia. Kwa hiyo ukitizama kwa nini nchi ya Afrika nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania zimeingia katika mobile money kuliko katika ATM, ni kwa sababu ya msukumo wa kibiashara. Teknolojia ikiingia inaingia kama wimbi. Afrika kulikuwa hatuna mawasiliano ya simu, kwa hiyo simu za kiganjani zikaingia kwa nguvu sana. Tunaita penetration rate ya Afrika, graph yake ilikuwa ni kubwa kuliko Ulaya. Kwa hiyo ukajikuta kwamba sasa simu za mkononi, kila mmoja ana simu ya mkononi badala ya simu ya mezani. Sasa teknolojia ya financial technology, fintech ilipoingia sasa, ikajikuta kwamba watu wengi tayari wana simu za mkononi kuliko Ulaya ambao wengi walikuwa na simu za mezani. Kwa penetration rate ya Ulaya ilikuwa ni ndogo kuliko ya Afrika, kwa sababu kulikuwa kuna ombwe, hakuna teknolojia ya simu Afrika. Kwa hiyo ilipokuta kwamba wengi wana simu za mkononi na app zile zimeshaingia, kwa hiyo ukajikuta kwamba ni rahisi sasa mobile money kutumika kama kutumia miamala badala ya mabenki. Kwa hiyo mabenki yakajikuta yako nyuma kiasi fulani, na tayari informal sector of economy, Tanzania kama nchi nyingine nyingi za Afrika, wengi sio waajiriwa, wengi ni wajasiriamali, wauzaji. Mwingine yuko ananunua vitunguu Kidete, anataka kuleta Kariakoo na wapi,
Kwa hiyo anatumia simu ile ile kwa mawasiliano, na wakati huo ni rahisi kwake kutumia kwa kupeleka miamala. Kwa hiyo kwa ujumla kisekta sasa, sekta ya mawasiliano ikaipiku sekta ya kibenki katika kupeleka miamala, na ndio maana tukakuta kwamba mpaka sasa hivi nchi nyingi za Afrika kwamba mobile money ina nguvu kuliko ATM. Sasa ili mabenki yaweze kuchukua ile nafasi, hata kama watatoa incentive, watatoa aina yoyote ya zawadi, bado watapikwa na makampuni ya simu, kwa sababu mteja atakwenda sehemu ambayo iko rahisi. Kwa hiyo tufanye nini sasa kwa hapo? Kwa sababu huko nyuma, kabla ya hapo, nakumbuka mabenki ya Tanzania ATM walikuwa wanashindwa, kila mmoja ni gharama kubwa kuweka zile ATM. Wakaungana wakaweka kitu kinaitwa Umoja ATM ili gharama za kuweka ATM zipungue, na bado wakajikuta kwamba makampuni ya mawasiliano yanawachukulia nafasi kubwa zaidi kuliko hapo. Lakini turudi katika makampuni ya mawasiliano. Katika kampuni ya mawasiliano kuna kitu tunaita Universal Service Obligation. Okay. Ile Universal Service Obligation, kwa mfano unakwenda kijijini, hakuna mawasiliano, TCRA na tume za mawasiliano zinasema kwamba zinachukua kodi kutoka katika kampuni za mawasiliano, alafu zinalazimisha kwamba mojawapo lazima iende Nzega, iende Soma kijijini au Bukoba au wapi. Kwa hiyo nakuta kwamba mawasiliano naingia. Kwa hiyo mfumo ule wa Universal Service Obligation inatakiwa katika mabenki sasa kuhakikisha kwamba ATM zinasambaa na kuhakikisha katika maduka kuna point of sales, zile mashine za kuweza kulipia, kuhakikisha kwamba mtu akiwa na kadi ataweza kutumia kulipia bila matatizo yote, au kutolea pesa yake bila matatizo yote. Ukienda hoteli sasa hivi na kadi yako, umetoka Ulaya au umetoka Dar es Salaam tu, unaweza kuambia kwamba hatupokei kadi, lazima uwe na M-Pesa au Tigo Money au pesa za namna hiyo. Kwa hiyo wakiweka point of sales katika kila duka, katika kila biashara, pamoja na ATM zidhaminiwe na mfuko wa Universal Service Obligation, kwa sababu ule ATM sio pesa tu peke yake, ni mawasiliano. Kwa sababu nyuma pale kuna internet data communication baina ya ATM pamoja na benki. Kwa hiyo kuna mawasiliano. Kwa hiyo Universal Service Obligation ya TCRA ichukue jukumu hilo vile vile, kuhakikisha kwamba inasambaza ATM. Sio inasambaza mawasiliano tu peke yake ya simu, inasambaza ATM. La tatu la mwisho vile vile, mishahara inabidi sana ilipiwe kibenki, kwamba ukishapata account benki ya mshahara wako, inabidi sasa uwe na kadi, na ukiwa na kadi itakuwa ni ngumu sasa kutoa pesa kwanza katika ATM alafu katie katika pesa. Itabidi kulazimisha sasa utumie kadi yako. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yakichanganywa kama package pamoja yanaweza yakasaidia kwenda huko. Sawa kabisa. Haya, ametupa vitu vingi sana kwa wakati mmoja, lakini sasa hapo nafikiri zaidi tunaizungumzia hizo nasema national payment systems, ambayo mifumo ya malipo ya kitaifa ambayo inakuwa mingi, lakini msingi yote hii inakuwa inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Juzi hapo kuna sherehekea miaka 60. Moja kati ya vitu walivyozungumza ni kuhusu kwamba wameimarisha mifumo ya malipo. Tutakuwa nao Balkis hivi karibuni, tutazungumza nao, lakini hii mifumo inahusisha utaalam wa tehama zaidi, sio? Kileo, unadhani kwa Tanzania sisi ni kitu gani ambacho hatujafanya ambacho kinaweza katupa msukumo zaidi kuelekea kwenye matumizi ya malipo ya kielektroniki zaidi? Kama nilivyosema, kuna mambo makubwa matatu. Ndio. Jambo la kwanza, lazima digital literacy ama elimu ya uelewa kwa watu wajue hata kufanya hii miamala. Mimi nimeenda kijijini, unakuta bibi anampa mtoto namba yake, anampa simu, anampa na pini, namba yake ya simu. Nenda nayo kwa wakala atoe pesa. Yaani hata kutoa ile inakuwa shida, kujua namna ya kutoa. Kwa hiyo tutoe hiyo elimu kwa ukubwa wake, ili kuhakikisha kwamba watu wanaweza kuwa na uwezo wa kujua jinsi ya kutumia hivi vitu. Eneo la pili, tuimarishe sasa upatikanaji wa hivi vitu kwenye maeneo tofauti tofauti, ikiwa ni madukani, ikiwa ukienda
hawa magari, daladala, vitu vingine tuhamasishe viwe vinatumia hivi vitu. Eneo la tatu, tuwajengee watumiaji trust, tunaweza nini? Imani. Kwamba pesa zangu kwenye mfumo zinabaki kwa salama. Ile swala la ile pesa kutuma kule, mtu anakuwa ametuma pesa imepotea yote, ile yake alikuwa nayo kwenye simu. Sasa hayo tuyafanyie kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba tunayapunguza ama tunayatoa, ili kuimarisha usalama wa mifumo yetu, kuimarisha usalama wa fedha za watu walizonazo kwenye kielektroniki, ili kuhakikisha kwamba imani inakuwepo ya mtu kujua kwamba anaweza nikawa na pesa zangu hivi, ili tuweze kwenda vizuri. Hayo ndio maeneo matatu makubwa sana. Tukiweka nguvu kubwa na tukaongeza jitihada, na naona kuna will ya kwenda kwenye hizi hatua tatu. Tukiweza kuweka nguvu hapo, basi watu wetu definitely. Sasa nirejea kwenye na hapo baki sema jiendelea. Mtatusaidia sana. Yaani tukianza kuweka mazingira kwamba hakuna kutumia cash au kutoa hela, yani tutapunguzia ile bwana nitumie na ya kutolea. Kwa nini utoe? Kwa sababu kama tunatumia miamala cashless, lakini nikikutumia nategemea na wewe pia utakavyokuwa unafanya huduma na kununua bidhaa utakuwa unalipia huko kwenye simu. Hakuna kupeana mzigo. Tunagusia awali la kwamba sasa hatutumi tena wala ya kutolea, tutakuwa tunaweka na ya fedha kidogo kwa ajili ya hizi tozo ambazo kabisa bado zipo. Irene, tukirudi kule kwenye swala la wafanyabiashara, Yusuf amegusia kuhusu kutoa uelewa, elimu iende zaidi kwa jamii. Lakini miaka kadhaa nyuma wafanyabiashara walikuwa wapitia changamoto pia za kuibiwa fedha zao. Unakuta dukani pale milioni kadhaa zimechukuliwa, duka limevunjwa na nini. Sasa endapo hii cashless economy tutaifanyia kazi vizuri, kundi la wafanyabiashara wakajikita katika wao wanauza bidhaa kwa kupokea fedha za kidijitali, zitasaidia pia kiasi gani kwa kuleta huu uelewa ambao Yusuf anauzungumzia? Ni kweli. Ukiangalia, yani mfano kwanza tuanze tu kwa sasa hivi tunalenga sana wafanyabiashara wa chini. Labda tuseme wanauza chakula, wanawaita maarufu kama mama ntilie, wa bodaboda. Kama tukiwekeza kuanzia sasa, kwa kuna strategy nzuri kuwahusisha wadau mbalimbali wa sekta ya fedha. Kwanza, kama alivyosema Mr. Yusuf, elimu. Kwanza tuambie kwanza kuna ulazima gani au umuhimu gani wa kutumia cashless. Hiyo ni moja. Kwa sababu pia hata sasa hivi kuna kupitia BOT kuna elimu za tolewa za watu wa elimu za kifedha, unakuwa certified na unapewa kwa ajili ya unapewa cheti kwa ajili ya kwenda sasa kutoa elimu, au unakuwa certified, wanaita certified financial educator. Wamekuwa wengi sana sasa hivi, yani wengi sana ya mafunzo yanatolewa. CFE. Yes, CFE. Kwa ajili ya nini? Kwenda kutoa elimu kwa watu kama hawa ambao bado hawajapata elimu. Cha kwanza kitachosaidia wafanyabiashara. Mimi naangalia kwa sasa hivi hasa ni kwenye swala la mikopo. Wafanyabiashara wanapata changamoto kubwa sana kwenye upande wa mikopo. Akienda kuchukua mkopo ataambiwa, una biashara ndio na biashara, lete dhamana, labda isiyo ameshika. Sasa tukiwa push kwenda kwenye cashless, hakutakuwa na haja ya kuomba dhamana. Miamala yote sinaonekana mitandaoni. Kwa hiyo kama tukitumia push ile kwamba sasa hivi ukifanya biashara, ukiuza alipe kwa simu, akinunua akulipe kwa simu. Mimi nikienda hata benki au nini, hata kuwa na haja ya kuanza kuniuliza una kiwanja, una nini, yeye atavuta tu taarifa zako za miamala, anakwambia huko eligible au unafaa kupewa mkopo kiasi fulani. Kwa hiyo kwa wafanya biashara, yani inaweza tukaanzia kwenye kwanza kuwaelewesha, elimu iwepo, lakini elimu kisha kuwepo iwe pia urahisi kwao kwenye kukuza biashara zao, kwa sababu wafanya biashara wana struggle kwa sababu ya mtaji. Mtu ana mtaji mdogo, lakini sasa tukipushi huko, naambia sasa hivi ukitaka kwenda benki tu kufanya mkopo, kuomba mkopo au kukuza biashara yako, hatuhitaji chochote. Wewe njoo tu ni ID au nini, tutavuta taarifa zako, tutakupatia mkopo kwa sababu taarifa zote ziko wazi. Kwa hiyo itawasaidia sana kwa upande huo. Okay. Gulak, Irene pamoja na Yusuf, Jad, ilibidi tuungane pia na mwenzetu Lydia akiwa kule China, na Jad alitugusia hapa kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya vizuri sana katika hii miamala ya kidijitali ni kule China, lakini bado hatujapata kuungana na Lydia. Bila shaka
sababu za kiufundi. Sababu za kiufundi. Maana tushaisifia China kwamba inafanya vizuri kwenye mambo ya mtandao. Tukisema tena mtandao unasumbua. Tuseme tu mambo ya kiufundi. Lakini pia tunafahamu kuwa China ni miongoni mwa mataifa ambayo yanapendelea mitandao yao ya kijamii. Kwa hiyo kutumia mtandao kama WhatsApp pale China, changamoto za kimtandao lazima ziweke vizuri. Yes, japokuwa kiuhalisia China ni miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya vizuri sana. Sio tu ikawa ni China vijijini. Kwenye hii cashless economy. Sasa tuma hapa Yusuf, bado tuna ile tuma kwenye namba hii. Umetumia kwenye namba hii. Hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo bado fulani ilitumiwa na mtoto wako yuko shuleni hapa amerudishwa. Ile hela mimi mwalimu fulani sasa akajua mbona mimi sina mtoto. Au umeshalipa hata nikawa nasema hii message akiona mke wangu hii. Kumbe una mtoto huko mimi sijui. Changamoto inakuwa kubwa zaidi. Lakini hiyo ni miongoni mwa changamoto. Lakini kuna vile ambavyo mimi naweza nikakosea tu kutuma fedha ikaja kwako ukaitoa ikawa hivyo. Yaani bado tuna changamoto hizi za kufanya hii miamala. Ni salama kiasi gani kwa hapa nchini kwetu? Kimsingi kama nilivyoeleza ni eneo ambalo kwa sasa inawekewa nguvu kubwa sana. Na ndio maana ukiangalia tumerectify kwenye ile Malabo Convention. Tuna Cyber Security, Cyber Crime Unit na Cyber Crime Act. Tuna Data Protection Commission na Data Protection Act. Na tuna Financial Crime Unit na Financial Crime Act. Yote hizi ni kama foundation, na sasa hivi tunakuja na kitu kinaitwa Protection of Digital, yani Critical Infrastructure. Kwa hiyo tutakuja pia tutalinda miundombinu na miundombinu ambayo ni muhimu ni pamoja na hii miundombinu ya kifedha. Kwa hiyo kama nchi tumejipanga sana kuhakikisha kwamba tuna imarisha zaidi masuala ya usalama. Sasa lirudi chini kwenye watendaji kuhakikisha kwamba ile azma ambayo ipo ama political will ambayo ipo, tunataka institutionalize hivi vitu vifanye kazi vizuri, basi kweli ika-translate na wananchi waone matokeo. Kwa sababu mimi naweza nikasema kwamba okay, tuko salama, lakini kila mwananchi akiwa anasema kuna tatizo hili, kuna tatizo hili, ametapeliwa hivi, ametapeliwa vile, bado sasa tunakuwa tunasema kwamba impact yake huko chini mbona kama haijafika. Na ndio hicho utakuta mwananchi analalamika. Kwa hiyo ni eneo ambalo limewekewa nguvu kubwa kwa sasa na tuna imani kwa nguvu hii kubwa na ndoto kubwa ambazo zipo za kuhakikisha kwamba ile eneo la usalama wa mitandao, usalama wa kifedha zetu na taarifa na kadhalika ziko sawa, basi linaweza kutusaidia sisi kama nchi kukuza kwanza ile imani niliyozungumza kwa wananchi. Wakajua kwamba pesa zangu zikiwa hapa zinakuwa ziko salama na hakuna sehemu ambazo zinaweza zikajikuta zimepotea. Wao nazungumza hiyo, mimi kuna mtu alikuja na kwangu na scenario amepoteza milioni yake 7.3. Anakuambia alimpa mtu simu, anamwambia kwamba yeye ametoka kampuni fulani ya simu, anamsaidia kuconnect sijui awe na internet ya bure, kumsaidia. Sasa akampa simu yake, akaanza kumuuliza mwaka wake wa kuzaliwa na vitu vingi sana. Kumbe anatoa pesa kule kwenye akaunti yake fulani ya kibenki, anazitoa zile pesa. Sasa kuja kugundua anaenda benki, anataka kufanya muamala, anunue bidhaa zake, ni mfanya biashara. Tena mlimhoja hapa Azam TV. Ilibidi nimwambie sasa, alivyonalalamikia nikamwambia kuna litajadiliwa, nenda kahojiwe huko. Watu wakaenda wakamhoji, yuko Dodoma. Kwa hiyo kuna hizo scenario za namna hiyo. Mtu akiona sasa pesa nitapoteza, bora niwe nazo cash, ndio na imani hiyo. Sasa ndio natakiwa tuhakikishe kwamba tumeifanyia kazi, tumeiondoa, ili kuhakikisha watu wanakuwa na imani ya kutumia hii mitandao kama nilivyosema mwanzo, na hatimaye watu waone kwamba ninapotumia hii mitandao pesa zangu zitaendelea kuwa salama. Na yule kule mtu kama ulivyosema, faida nzuri sana, ukija ukaibiwa duka lako, watu hata wakichukua simu, pesa zako bado ziko salama. Unaweza ukaendelea kuliko sasa hivi wakiiba kwa kifungua draw akachukua zile pesa, maana yake pesa zako zimeondoka. Hiyo ni hatari ambayo mtu anataka. Moto ukitokea, pesa zako zitaungua ulizoziweka ndani hizo pesa za karatasi. Lakini kama moto ungeungua hata ukaunguza simu yako, bado pesa yako iko salama kule inapohifadhiwa. Kwa usalama unakuwa ni mkubwa sana. Ndiyo. Lakini kuna swala la utakatishaji wa fedha.
swala ambalo limekuwa ni changamoto kubwa sana barani Afrika. Jihad, kama bado uko nasi, pale ambapo tutahamia huku kwenye miamala ya kidijitali, tutakuwa salama kiasi gani? Mfano wa sisi hapa nchini Tanzania, kwa kiwango gani tunaweza kujisafisha kwenye taasisi kubwa mfano wa IMF, Benki ya Dunia kwa masuala haya ya utakatishaji wa fedha? Moja ya faida ya uchumi wa kidijitali, malipo kutumia electronic, ni kuzuia utakasishaji wa pesa, money laundering, kwa sababu kuna auditing kila hatua ya pesa ya mzunguko wa muamala kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kawaida kidijitali unaonekana, hauna kificho. Kwa hiyo ni rahisi sana kujua pesa imetoka kwa nani, imelipwa kwa nani, na wakati gani na sehemu gani. Kwa hiyo katika masuala ambayo yana faida kubwa ya uchumi wa kidijitali ni kuzuia utakasishaji wa pesa au pesa haramu ambayo zinaingia katika mfumo. Kwa hiyo huo ni tayari uchumi zote ambazo zimetumia uchumi wa dijitali imethibitishwa kwamba money laundering imepungua kwa kiasi kikubwa na inadhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunaweza tukaja tukasema, ikiingia technology watu wataelewa zaidi, watakuwa wanasikia zaidi kama kuna utakasishaji wa pesa kuliko sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi utakasishaji wa pesa kwa kutumia uchumi usiokuwa wa electronic ni mkubwa zaidi, lakini hausikiki sana. Lakini utapoingia katika uchumi wa electronic utasikika sana, lakini utakuwa ni kwa kiwango kichache na kidogo sana. Kwa hiyo vyombo vya usalama, vyombo vya fedha na uchumi, kwa mfano BOT pamoja na polisi, cyber crime, na wanaweza wakafuatilia zaidi wizi wa namna yoyote. Sio kwamba utakasishaji peke yake, rushwa wataweza kujua, pesa zilizoibiwa wataweza kujua kirahisi, kwa sababu kuna signature katika kila sehemu, kuna auditing ambayo inaweza ikafanyika, na ni jukumu la makampuni ya fedha kuweka kumbukumbu hizo kwa miaka kadhaa ambazo BOT inaweza kaja kitizama au polisi inaweza ikaja katizama. Shukran sana Abdulaziz Jihad kwa yote ambayo umeshare na sisi. Kwa kweli tuwapongeze sana mataifa hayo, lakini na sisi tumepata mengi ya kujifunza kuelekea huko kwenye uchumi wa kidijitali. Tunakushukuru pia Yusuf, mtaalamu wa TEHAMA. Tumekuwa pia na mtaalamu wa uchumi na fedha Irene, tunakushukuru sana, na tungetamani pia kujiunga na Lydia Sahani, mfanyabiashara huyu ambaye yuko kule nchini China. Changamoto za kiufundi. Sasa tunakamilisha hivyo hoja mezani. Ndugu zetu wa China tunao wengi sana Bukaria, kwa tutawauliza. Niruhusu nichomekea hapo kwamba Benki Kuu nao wanakuja na mfumo mzuri, na walizungumza kwamba na nafasi nzuri wa kile kitu ambacho kinaitwa CBDC, the Central Bank Digital Currency, ambayo itakuwa ina nafasi kubwa Benki Kuu ya kuchochea uchumi wa kidijitali, kwamba pesa ile ile ya Tanzania hii kinyume, hii ni tofauti na cryptocurrency ambazo tunazizungumza, tunazisikia. Hizi ni pesa halali ya Tanzania, lakini inaweza ikaingia katika kidijitali sasa, Central Bank Digital Currency, na itachochea sana business to business, yani biashara kwa biashara, ambayo sasa hivi mfumo huo haupo Tanzania. Tunaona tu consumer to consumer, yani mlaji kwa mlaji, badala ya biashara mlaji au biashara kwa biashara. Kwa Benki Kuu ina jukumu kubwa sana la kufanya. Umeongea vizuri sana Jihad, tunakushukuru sana, na usimalize uhondo wote, maana tumewapa mwaliko tayari Benki Kuu. Kwa hiyo tutakuwa nao juma hili. Bila shaka kabisa watatuelezea vizuri kuhusu mfumo huo. Kabisa tu washukuru nyote, na bila shaka baada ya hapa sasa sisi wenyewe tutakuwa mawakala wazuri sana, mabalozi wa cashless economy. Sasa hali hiyo ukinisacha basi na chochote. Tumezungumza kuhusu uchumi wa kidijitali, ambapo hii ni miongoni mwa yale ambayo yamezungumzwa kwenye bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027.